kuelekea katika semifinals. Huyu ni ana uraia wa South Africa. Maisha yake ya mpira ametokea South Africa. Kuifahamu South Africa inawezekana ikawa ni faida kwake, kwamba at least naamini Fadlu anajua 80% kama sio 90 ya wachezaji wa Stellenbosch. Moja ya kitabu changu bora ambacho niliwahi kusoma ni kitabu cha Alex Ferguson. Aliwahi kusema kwenye his bibliography, aliwahi kusema kitu kimoja. The sweetness of football is not only the results. The sweetness of football is seeing your players developing. Kwa nini naishia hivyo? Fadlu naamini kwa kote alipo ana enjoy football kwa sababu wachezaji wake every day wanazidi kudevelop, wanazidi kuwa bora. Tangu enzi hizo miaka ya 90 hiyo, kutoka 93 hadi mwaka jana, Simba walikuwa wakihangaika kuitafuta nusu finali ya kombe la shirikisho ama ya michuano ya CAF kwa maana klabu bingwa pia. Lakini amekuja Fadlu Davis, hatimaye amevuka. Ipi nafasi yake kuelekea mchezo wa nusu finali, na kama atafanikiwa kuelekea finali, ipi nafasi yake kwenye mwendelezo huu wa hiki wanachokifanya Wekundu wa Msimbazi? Mimi naamini bado anahitaji kuendelea kupewa muda. Ni kocha ambaye amekuja kuibadilisha Simba kwa kiasi kikubwa sana. Faida ambayo nimeiona kwa Fadlu this season, wachezaji wote wa Simba wamepata nafasi ya kucheza. Yaani amegive nafasi kwa kila mmoja kuonyesha kile anachokuwa nacho. Nimesema tokea mwanzo Simba iko katika development. Ukiangalia aina ya wachezaji ambao wameingiza katika kila zone ya Simba. Kwa mfano, upande wa goalkeeper ameingia Kamara ambaye ni ingizo jipya. Yes, amekuwa na positive impact katika kikosi. Eneo la defense pia ameingia mtu Shamu Karabwa, ni mpya. Ameingia Abdulrazak Hamza, wote ni wachezaji wapya. Eneo la kiungo kina Kagoma, mimi namuitaga the magician, mtaalam mwamba from he is a very nice player. Ameingia Okajefa. Eneo la mbele liko na mabadiliko makubwa sana. Kwa kama ameweza kufanya hichi katika msimu wake wa kwanza at least kuitengeneza team, unaweza ukawa na wachezaji wengi, ila how do you build a team? Hivi sasa unaona coach Fadlu amepata kikosi chake cha kwanza, you can see yani kikosi cha kwanza si tu wachezaji 11. Yani ukiwa na wachezaji 8 katika wachezaji ambao wanajua katika kikosi changu kuna wachezaji 7 mpaka 8 ambao hawa ni lazima waanze, manako ushapata first 11. Kasha build up team. Performance wise, kipindi ambacho watu wengi walikuwa hawana imani ya Simba, ndio kipindi ambacho Simba imeenda katika hatua ambayo imeshindwa kuvuka, yani kwenda katika semifinals. Manake katika performance wise ameplay heko. Kipindi ambacho watu wengi waliamini kwamba Simba wanaweza wasiwe title contenders, hadi hivi sasa ukitazama nani ambaye anamkimbiza Young Africans bingwa mtetezi kwa kiasi kikubwa ni Simba. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana ambayo ameifanya Fadlu. Kama wataendelea kumpa muda, maana yake giving time kwa coach ambaye ameweza kufanya makubwa kuelekea katika semifinals. Huyu ni ana uraia wa South Africa. Maisha yake ya mpira ametokea South Africa. Kuifahamu South Africa inawezekana ikawa ni faida kwake, kwamba at least naamini Fadlu anajua 80% kama sio 90 ya wachezaji wa Stellenbosch. Maana yake ni faida kwa Simba kwamba ana kocha ambaye anaifahamu Afrika Kusini, anajua nini kifanyike ili aweze kwenda katika hatua inayofuata. Hii ni advantage kwake. Alafu ni kocha ambaye kwa experience zaidi, naamini hichi ni kipindi kizuri sana kwake, ni sehemu yake bora sana katika historia yake ya soka. Yes, amepita Raja Casablanca kwa mafanikio, alikuwa pa kocha msaidizi, ila kuwa kocha mkuu na kufika semifinals, he's also making his name katika swala legacy ya soka. Naamini kwa hicho alichokifanya ni moja ya makocha ambao katika bara letu la Afrika ataendelea kuimbwa kwamba no, there is this and this. Nabi alikuja baada ya kufikisha Young Africans finali, tumemwona sasa hivi ni kocha Kaizer Chiefs. Inawezekana Kaizer ikawa imepoteza ule ufalme wake kwa miaka ya karibuni, ila kufundisha timu kama Kaizer Chiefs Afrika Kusini, unafundisha legends wa soka la Afrika. Yaani legend ya moja timu kongwe, timu kubwa sana Afrika Kusini. Yes, bwana, maandiko. Leo niko na maandiko. Wanasema kwamba asishukuru kidogo kama hawezi kushukuru kikubwa. Tunaondokaje na nukuu ya leo lile? Mimi napenda sana kusoma. Yaani reading is something ambacho naipenda. Kwa nini hujao mwalimu? Mimi sijawa mwalimu kwa sababu sijui kufundisha. Ila I love reading. Moja ya kitabu changu bora ambacho niliwahi kusoma ni kitabu cha Alex Ferguson. Aliwahi kusema kwenye his bibliography, aliwahi kusema kitu kimoja. The sweetness of football is not only the results. The sweetness of football is seeing your players developing. Kwa nini naishia hivyo? Fadlu naamini kwa kote alipo ana enjoy football kwa sababu wachezaji wake every day wanazidi kudevelop, wanazidi kuwa bora. Bwana, huyo alikuwa Madam Lily.
ametupitisha mengi kweli kweli. Mimi nikushukuru sana kwa hiki ambacho amekizungumza. Shaban, bado niko naye hiyo content ya kwanza. Ya pili, Morris Abraham.